Ronald Reagan. Alitia saini mnamo Agosti 19, 1988. Mnamo Desemba 14, 1990, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliifanya Oktoba mosi kuwa siku ya kimataifa ya wazee. Siku ya kimataifa ya wazee iliadhimishwa kwa mara ya kwanza Oktoba mosi 1991. Siku hiyo huadhimishwa kila mwaka ili kutambua michango ya wazee na kuchunguza masuala yanayohusu maisha ya wazee. Lengo la siku ya wazee. Malengo ya siku ya kimataifa ya wazee ni pamoja na kukuza uelewa wa umuhimu wa kuzeeka kwa idadi ya watu na athari zake kwa jamii, ikijumuisha huduma za afya, uchumi na ujumuishi wa kijamii. Mzee ni nani? Kimataifa, mzee ni mtu yeyote aliyefikisha miaka 60 na kuendelea. Kwa Baraza la Wazee Chadema Bazecha, mzee ni mwanachama wa Chadema ambaye ametimiza miaka 50 ya kuzaliwa na anayekubaliana na masharti ya mwongozo wa baraza. Huyo anaweza kuwa mwanachama wa Baraza la Wazee Bazecha. Bazecha, kwa kutambua wazee tuna wajibu wa kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kwa hekima na busara zetu zote, tunaungana na chama katika msimamo wa no reforms, no election. Mchango wa wazee katika jamii na mchango wa wazee kijamii na kiuchumi. Ikumbukwe kwamba wazee ni tunu kwa familia na taifa kwa ujumla. Mchango wao kama walezi, washauri, wapatanishi, wafadhili, wastaafu wa kazi za kuajiriwa na kujiajiri. Maendeleo ya taifa hili yametokana na jasho la wazee. Misingi ya taifa letu imejengwa kwa nguzo imara za wazee waliotutangulia. Mchango wa kisiasa. Kwa upande wa kisiasa, wazee wanaoheshimika katika taifa hili walijenga nchi katika misingi ya demokrasia, chaguzi huru na haki, utawala bora na maridhiano. Hali hiyo ilipeleka nchi kuwa na amani na utulivu na hadi Tanzania kuitwa kisiwa cha amani. Sote tunatambua kwamba amani ni tunda la haki. Changamoto za kijamii na kiuchumi. Kuna changamoto nyingi sana za kijamii na kiuchumi zinazowakabili wazee wa Tanzania kama ifuatavyo: umaskini, uhaba wa chakula, vikwazo vya upatikanaji huduma za kijamii, mfano matibabu, tishio la usalama wa maisha yao, mfano wanawake wazee wenye macho mekundu kwenye baadhi ya mikoa wanauawa. Changamoto zingine sambamba na hizi ni makazi duni, upweke na msongo wa mawazo, ukosefu wa kipato cha uhakika na kutegemea familia, na hata kupungua kwa uwezo wa kimwili na kiakili. Zipo pia Mheshimiwa, umegusa maiki. Maiki yako imezimika.
Imezimikia wapi? Nirudie, sorry. Hapo rudi kama sekunde 10 nyuma hivi. Mm. Kwenye changamoto Ya, sahihi. zipo pia changamoto zingine kama vile kukosa pensheni na msaada wa kijamii, gharama kubwa za afya na mahitaji maalum ya wazee, kukosa heshima na thamani katika jamii, kukosa fursa na msaada wa kisaikolojia na ushauri. Inasikitisha kuona mchango na jasho la wazee wengi waliotumikia taifa hili hautambuliwi. Wazee hao ni kama vile wakulima, wavuvi, wafugaji, wakwezi na wengine wengi wamesahaulika kabisa. Hata waliokuwa kwenye sekta rasmi hawatambuliki kwa kiwango cha kutosha. Changamoto za kisiasa. Kuna changamoto pia za kisiasa. Wazee tunashuhudia jinsi mamlaka zinavyotumika vibaya, kinyume na misingi iliyowekwa na wazee waliotutangulia ya kuheshimu demokrasia, utawala bora na maridhiano. Ni ukweli usiopingika kuwa jamii ambayo inasubiri kufanya ukarabati ndiyo ijenge msingi badala ya kuanza kujenga msingi, jamii hiyo itakuwa imeharibikiwa. Namna ya kukabiliana na changamoto za wazee. Moja, serikali itoe huduma bora za afya na kuhakikisha wazee wanapewa kipaumbele kwenye huduma za afya. Hii ni pamoja na kuhakikisha bima za afya zinapatikana bure kwa wazee na kwa gharama nafuu. Mbili, kuhamasisha jamii kuwaheshimu wazee na kuwashirikisha katika shughuli za kijamii na kisiasa, ikiwemo kuwatengea nafasi maalum katika ngazi za maamuzi, kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mikoa na hata bungeni. Tatu, serikali iwajibika katika kutoa huduma za kisaikolojia kama vile kuanzisha vikundi vya mazoezi, kuboresha makazi ya wazee kuwa mahali penye furaha na makimbilio ya wazee waliokosa matunzo. Nne, serikali na jamii isikilize ushauri na sauti za wazee waliopo hai na wazee maarufu waliotutangulia mbele za haki na kuyafanyia kazi, kuyaenzi mawazo yao. Tano, wazee wa Tanganyika wapewe pensheni kama vile wenzao wa Zanzibar. Sita, utu na hadhi za wazee viheshimiwe. Maridhiano yafanyike kabla ya kukiuka misingi ya demokrasia. Jamii inayosubiri kufanya ukarabati ndiyo ijenge msingi badala ya kuanza kujenga misingi, jamii hiyo itakuwa imeharibikiwa. Hitimisho. Uzee ni tunu. Wazee wanahitaji juhudi za pamoja za jamii, familia na serikali katika kuwahudumia ili waishi maisha marefu yenye furaha na heshima. Wazee ni hazina ya hekima na busara. Nao asanteni kwa kunisikiliza na naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Katibu kwa hotuba yako nzuri, fupi na inayoeleweka. Nikuombe sasa kwa kuzingatia itifaki, ni kukabidhi jukwaa hili ili uweze kukaribisha katibu mkuu wa chama, lakini baadaye umkaribishe makamu wetu wa Zanzibar, amkaribishe mwenyekiti wa baraza, then itifaki iendelee. Kwa hiyo karibu ukaribishe ofisi ya katibu mkuu wa chama. Karibu sana Mheshimiwa katibu wetu wa BAZECHA. Asante sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu BAZECHA Taifa Bara.
E, sitakuwa na mengi ya kuongea. Kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama, Mheshimiwa sana John Mnyika, uweze kutoa salamu kwa Watanzania katika siku hii ya wazee duniani. Mheshimiwa, popote ulipo, karibu sana. Wazee, katibu wa BAWACHA Mama Helen, nitakuwepo kutoa salamu kwa niaba ya katibu mkuu. Nitakuwepo kutoa salamu kwa niaba ya katibu mkuu ambaye hivi tunavyozungumza yuko safarini kuelekea Babati mkoani Manyara kwa ajili ya kuhudhuria kwenye kesi inayoendelea huko. Kwa hivyo ninafikisha kwenu wazee salamu kwa niaba ya katibu mkuu wa chama, na salamu zangu kwenu. Shikamoni wazee wangu wote, na hongereni kwa maadhimisho ya siku yenu hii, siku ya wazee. Mheshimiwa Asante. mwenyekiti wa BAZECHA Mama Helen, mama Susan Limo, makamu wa baraza, katibu, manaibu wote na wazee wote pamoja na watoa mada, wazee ambao wamezungumza na ninawafuatilia wote. Ninashukuru sana kupata heshima hii kwa niaba ya katibu mkuu kutoa salamu kwenye hii siku muhimu. Ni kweli uzee na kuzeeka haziepukiki. Siku kadhaa au miaka kadhaa nyuma, na mimi nilikuwa kijana, naona siku zinakwenda tu. Kwa hivyo uzee ni hatua ya kila siku, ni kuzeeka ni hatua ya kila siku ya kuelekea kwenye uzee. Kwa hivyo ni kitu ambacho hakiepukiki. Maadamu siku zinakwenda, basi ndio mchakato na hatua ya kuelekea kwenye uzee huo, na hivyo ni vyema sana kuwapa heshima wazee, na wewe ukijua kwamba kuna siku utafika na utaitamani hiyo heshima uipewe, uipate. Ili kuwa na uzee mwema, basi ni vyema uandae ujana wako vizuri, ili ufaidi uzee wako uwe uzee mwema. Mimi ninatambua na kuheshimu sana nafasi ya wazee. Ninajua katika maadhimisho ya siku hii, moja ya dhumuni kubwa ambalo limekusudiwa kwenye siku ya leo, katika yale madhumuni ya msingi, ni pamoja na kuongeza uhamasishaji na kuhakikisha wazee wanaendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kwa namna yao kama wazee washiriki kikamilifu. Na tusisahau pia dhumuni la msingi sana la kujadili matatizo ya wazee. Na hivyo hata ndani ya chama ni vyema sana tuwe na mjadala wa kuangalia ni mambo gani au vikwazo gani vimekuwa vinakwamisha wazee kuwa na ushiriki wa kikamilifu katika shughuli za kisiasa, kwenye shughuli za ndani ya chama. Na hivyo vikwazo ni vyema tukaviangalia na tukaviondoa na tukaviepuka, ili tuweze kutimiza lengo la msingi la kuhakikisha wazee wanashiriki kikamilifu, na nafasi yao kwa kweli ni ya muhimu sana. Niwape simulizi hili fupi kidogo tu. Mwaka 2016 wakati tunaandaa yale maandamano ya UKUTA Septemba, wakati huo mimi nilikuwa katibu wa kanda kaskazini. Sasa katika moja ya maandalizi nikawa nimekwenda mkoani Tanga, Korogwe. Katika kile kikao, tulipoingia ndani ya kikao, nikakuta ukumbi umejaa wazee. Ukumbi ulikuwa umechukua takriban watu kama 220 hivi au 250. Ukumbi wote umejaa wazee. Alafu tunaenda kufanya kikao cha maandalizi ya maandamano ya UKUTA. Sasa tukiwa pale mbele, nimekaa pale mbele na viongozi, nikawa namsemesha mmoja ya afisa wa kanda ambaye alikuwa ametangulia kwa ajili ya kuandaa kikao. So
Nikamwambia nyinyi watu mko serious kweli? Yaani tunaandaa maandamano ya UKUTA halafu mmeleta wazee hapa, hamna vijana, mmerundika wazee humu ndani, are you really serious? Sasa wakati namuuliza yule kijana, kuna mzee alikuwa pale mbele akanisikia ninamuuliza huyo kijana sasa nilipoongea naye yule mzee akanifuata akaniambia, katibu, unajua nikueleze, ni wazee peke yao ndio wanaweza kuelewa maana ya ubaya wa udikteta. Hao vijana wa siku hizi hao ambao wanashinda kucheza pool table, wanashinda kushangilia Simba na Yanga, wanashinda kufuatilia udaku wa Wema Sepetu na Diamond, hao vijana hawawezi kuelewa madhara ya udikteta. Kwa sisi tumerundikana humu ndani kwa sababu tunajua kipindi cha Idi Amin wa Uganda, mambo tuliyopitia. Tunajua kipindi cha Jean Bedel Bokassa wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, huyu alijitambulisha kuwa mfalme Empara Bokassa. Tunayajua kipindi cha Mengistu Haile Mariam wa Ethiopia, aliongoza kampeni ya Red Terror ya kuangamiza wapinzani na maelfu ya raia waliuawa. Tunajua zama za Nicolae Ceausescu, anasema alikuwa na mkono wa chuma, aliongoza Romania kwa mkono wa chuma, chama kimoja cha kikomunisti. Sasa sisi wazee, ukisema neno udikteta, yani tunayakumbuka tunawakumbuka hawa madikteta kwa majina yao na ubaya wao. Ndio maana tumejaa humu ndani, kwa sababu tuna kumbukumbu ya madikteta wanafanyaga nini. Dikteta hata akikuta watu wawili watatu mnaongea tu, mnasali kanisani, anaweza akaona mnamzungumza yeye akawapiga. Kwa hiyo ndio maana wazee tumekuja hapa, tunaelewa. Lile jambo lilikuwa funzo kubwa sana kwangu, na ndilo ambalo amelizungumza Jenerali Ulimwengu, kwamba wazee wana hazina yenye kumbukumbu ya mambo mengi ambayo tunahitaji kuwasikia, wayasimulie. Vijana wetu wasimuliwe, wanaweza kusikia habari ya udikteta, lakini kuna wazee wameishi kwenye zama za udikteta, watakwambia kuhusu Jean Bedel Bokassa, mambo aliyoyafanya, Nicolae Ceausescu, mambo aliyoyafanya. Kwa hivyo wazee na wajibu mkubwa sana na nafasi kubwa sana ya kutoa masimulizi, wakati mwingine kuyarekodi na kusimulia mambo ambayo yatakuwa ni elimu ya maana sana na ya muhimu sana kwa vijana. Ni katika zama hizi na katika kipindi hiki ambapo ni kweli demokrasia yetu iko mashakani, na tupo katika kipindi ambapo taifa letu limepasuka, limegawanyika kwa kweli. Umetangazwa uchaguzi ambao kimsingi taifa haliko pamoja. Makundi mengi yana vilio na malalamiko juu ya ukweli, haki, wazi katika mchakato wa uchaguzi. Sasa jambo hili linawahitaji wazee, wazee waliojaa hekima na busara kuzungumza kwa sauti kubwa ambayo itapata heshima. Niwakumbushe wazee, ninajua mnafahamu, lakini katika mambo haya matatu tunatarajia taifa kupitia kwenu ninyi wazee wa Chadema na wengine ambao mnasikiliza, basi myafanye bila aibu na myafanye kwa ujasiri kabisa. Jambo la kwanza, sisi kama vijana, of course tunaelekea kwenye uzee, tunawaona ninyi wazee kama walinzi wa ukweli, haki na amani. Ninyi ndio walinzi. Wakati mwingine tunasema tuilinde amani kutoka iliyoletwa na wazee wetu. Sasa nyinyi ndio wazee. Sasa tunawatazama ninyi kama walinzi wa ukweli. Pakisemwa uongo, kebeeni uongo. Nyinyi ni walinzi wa haki, yale yasiyo ya haki teteeni haki. Nyinyi ni walinzi wa amani. Amani ni tunda la haki. Kwa hivyo teteeni haki, ilendeni amani. Ndivyo tunavyowaona, na ndio nafasi ambayo pengine kupitia siku ya leo ninaweza kuzungumza kama sehemu ya kwanza ya kuwakumbusha kwenye wajibu wenu. Jambo la pili, tunawaona wazee kama wapatanishi. Taifa ambalo haliko pamoja ni taifa linaloelekea kuanguka. Kwa hivyo wazee
tunawaona kama wapatanishi kwa hekima mlizo nazo, wapatanishi kwa busara zenu. Ninyi ndio mnaotakiwa kuwa mbele na kuongoza maridhiano yatakayoleta maslahi ya taifa kuwa pamoja. Taifa hili linakwenda kwenye hichi kinachoitwa uchaguzi likiwa limepasuka vipande vipande. Ni ajabu, unakwenda kwenye nane wa Chadema ambao wana maumivu ya matendo mabaya ya chaguzi za nyuma. Una waumini wa kanisa ambao wana maumivu na serikali hii na chama hiki cha Mapinduzi, wamenyimwa fursa ya kuabudu. Una maumivu ya watu ambao ndugu zao wameuawa, na vyombo vya dola vikituhumiwa, wametekwa, wamejeruhiwa, wameumizwa. Maelfu ya watu ambao wamenyimwa haki zao, yatima na wajane na wazee wengi ambao hawatendewi haki. Kwa hivyo hata unaposema unaenda kwenye uchaguzi alafu taifa lina vipande vimepasuka pasuka hivi, ni maigizo na ni ubatili mtupu. Jambo hili linahitaji wazee kulileta taifa na kulipatanisha. Kemeeni kauli ya mzee mwenzenu Jakaya Kikwete aliyoitoa hivi karibuni kule Kibaha, akizungumza kwa habari ya kwamba anaiona CCM chama kimoja kutawala, kuongoza bunge, na kamwe hawatathubutu kuchanganya pumba na mchele. Hii ni kauli ya udhalilishaji. Sisi tunazijua tambo za kisiasa, lakini kauli kama hii kutoka kwa mzee, hii kauli sahihi, haionyeshi hekima. Nani pumba? Nani pumba? Nani mchele? Ni dhahiri vyama vya upinzani au na Watanzania wengine wasiounga mkono CCM ndio wanaitwa pumba. Sasa mzee, unawaita Watanzania wasiounga mkono CCM pumba? Kauli hii inatakiwa ikemewe kwa sababu haileti upatanishi, haileti taifa kuwa pamoja, inalipasua taifa. Na tatu, sehemu ya muhimu sana ya wajibu wenu kwa taifa kama wazee, tunawaona kukumbusha mara nyingi bila kuchoka kwamba matatizo yaliyopo kwenye mifumo ya uchaguzi yakipuuziwa, malalamiko yaliyopo kwenye mifumo ya uchaguzi yakipuuziwa, na iwapo Watanzania wataendelea kuona kwamba viongozi hawapatikani kwa mifumo ya haki na wazi, basi bila shaka jambo hili litaleta au litazaa kutokuelewana, litaleta utofauti, litazaa fujo, litazaa serikali kutokuaminika, na kuna madhara makubwa yanaweza kutokea huko mbele. Haya mambo matatu ninayaona katika nyakati hizi na katika kipindi hiki, ninyi wazee mna wajibu wa kuyasema sana sana kwa ajili ya lengo la kuliokoa taifa. Na mwisho nimalizie kwa kusema hivi, kuna usemi unasema hivi, wazee wataota ndoto, vijana wataona maono. Hili neno mimi ni Mkristo na nimelisoma kwenye Biblia na nililipa kutafakari sana kwamba kwa nini wazee wataota ndoto afu vijana wataota maono. Ikanipa kufanya tafakari ya kwamba hivi ndoto ni nini? Na nikapata ukweli ni kwamba ndoto ni picha au mawazo, hisia ambazo zinamjia mtu akiwa usingizini, na zinamjia au zinaibuka kutokana na kumbukumbu ya mambo ya nyuma yaliyotokea au mawazo ya siku ile ilivyokuwa. Kwa hivyo ndoto zinamjia, kwa ndoto zile zinakuja kutokana na mambo yaliyotokea nyuma, na ndivyo ninavyosema wazee wataota ndoto. Kwa hivyo hizi kumbukumbu zinapokuja zinampa utulivu wa kuzitafakari mzee sasa, kuzitafakari, kuzichuja, na hivyo zinamfanya mzee kuwa na mambo mengi yenye hekima na uzoefu na ujuzi ambao unaweza ukatoa tahadhari kwa kijana au kwa mtu yoyote, kwa sababu anakuwa ameyapitia. Kwa hivyo wazee wa Chadema na wazee wa taifa hili, mioyoni mwenu na akilini mwenu mmejaza uzoefu wa mambo mengi sana, mmejaza heka nyingi za kimaisha, purukushani nyingi ambazo mmezipitia. Ni wakati sasa wa kuyaibua hayo ambayo mmeyapitia na kuyatengenezea naratibu
ambayo inaweza ikalisaidia taifa hili. Msinyamaze, wazee wa Chadema na wazee wa taifa hili, msinyamaze, hasa katika kipindi hiki ambapo taifa la Tanzania linahitaji kimaalum kabisa katiba ambayo itatatua matatizo ya mifumo ya uchaguzi, ili tuwe na mifumo ambayo ni ya huru, haki na inayoaminika. Sasa mifumo hii ndiyo itakayoleta utulivu, kwa maana mifumo mizuri ya uchaguzi italeta chaguzi zinazoaminika, utapata viongozi wanaoaminika, na yale ambayo mnayatarajia sasa ninyi kama wazee, matamanio yenu ninyi kama wazee, basi mimi naamini bila shaka kwa viongozi waliopatikana kwa njia halali ya haki ya wazi, basi viongozi hao watayajibu matatizo ya wazee ambayo yamekuwa yanasema mara nyingi, watafikisha matamanio ya wazee ambayo yamekuwa yanasema mara nyingi. Basi na ninyi wazee mtaendelea kuishi kwenye taifa lenye amani na utulivu, na mchango wenu kwa taifa kiuchumi, kijamii, kimaisha utaendelea kuwa wenye tija, wenye maana katika taifa hili. Basi nifikishe salamu za katibu mkuu, ninawatakia kila laheri. Uzee na kuzeeka haviepukiki. Kwa hivyo vijana wenzangu, tuandae ujana wetu vizuri, ili tutakapofika kuwa wazee, basi tuwe na uzee wenye baraka, wenye manufaa kwa ajili ya chama chetu na kwa ajili ya taifa letu. Ninawashukuru sana na ninawatakia kila laheri. Asanteni sana. Naibu, sijui mmenipata? Asante Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama. Tunashukuru kwa salamu kutoka ofisi ya Katibu Mkuu wa Chama. Umetutia nguvu, umeamsha ari kwa wazee. Neno lako limefika mahala pake. Asante sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu. Sasa nitumie fursa hii kumkaribisha Makamu Mwenyekiti wa BAZECHA Zanzibar, Mheshimiwa Hamudi. Kama upo ili umkaribishe sasa mwenyekiti wetu wa BAZECHA Taifa aweze kusema neno na kumkaribisha mgeni rasmi. Mheshimiwa Hamudi, kama unanisikia. Zanzibar. Basi naona Mheshimiwa Hamudi hayupo. Mheshimiwa Katibu Helen Kayanza, katibu wa BAZECHA, ni kuombe kwa heshima na taadhima umkaribishe mwenyekiti wetu wa baraza aweze kutoa salamu zake na hotuba yake, kisha kumkaribisha mgeni rasmi. Karibu sana Mheshimiwa Helen. Asante sana Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Mheshimiwa Hamid Mfalingundi. Mheshimiwa Makamu Zanzibar alikuwepo, nafikiri kwa changamoto ya mtandao labda imemfanya atoke. Kwa heshima na taadhima, nipende kukukaribisha mwenyekiti wa BAZECHA Taifa, Mheshimiwa Susan Limo. Karibu uongee na umma wa Watanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Karibu sana Mheshimiwa Susan. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Susan, karibu. Mheshimiwa Susan, nafikiri kuna changamoto ya mtandao. Mheshimiwa Susan. Mheshimiwa Mwenyekiti. Naona kuna shida kidogo ya mtandao. Naona hayupo hewani kwa muda huu. Basi wakati Naomba tunaendelea
Samahani Mheshimiwa Naibu, wakati naendelea kumsubiri kidogo na mtafuta Mheshimiwa Susan, naomba usome, kuna salamu kutoka Virginia kwa mmoja wa diaspora na ni Bazecha na ni mjumbe wa baraza kuu, Mheshimiwa Helga. Karibu. Kuna salamu zipo kwenye WhatsApp yako. Aha. Asante, ngoja nirudi hapa nione salamu zake kutoka Virginia. Mheshimiwa, kwangu hazijafika hizi salamu, labda zimekuja kwa grupu. Hebu niendelee kumuita Mheshimiwa Susan. Mheshimiwa Susan, sijui amepata changamoto gani, alikuwepo. Kwa ruhusa basi ngoja niendelee kusoma wakati Mheshimiwa Susan anaingia. Mheshimiwa Susan. Okay, sasa sawa. Nadhani niko nasikika. Unasikika Mheshimiwa, karibu sana uongee na Yaani Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, wako tayari kukusikiliza. Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti bara na kaimu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa Amani Golugwa, naibu katibu mkuu uliyemwakilisha katibu mkuu, viongozi wote wa Bazecha taifa, viongozi wote wa Bazecha kanda, viongozi wote wa Bazecha wilaya, kata, na wasalimu kwa salamu zote za chama, bila kusahau wageni waalikwa, watoa mada. Awali ya yote napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuweza kutufikisha siku ya leo tunapoelekea au tunaposherehekea siku yetu ya wazee duniani. Baraza la wazee la Chadema linafarijika kuwa nanyi kupitia jukwaa hili, na tunaamini tutasikika vyema na wahusika watachukua hatua stahiki. Mheshimiwa Mwenyekiti na mgeni rasmi, napenda nikuhakikishie kwamba baraza lako liko salama na linapongeza hatua zote zinazochukuliwa na chama katika vikwazo kinayopitia. Hakika tunapita katika uvuli wa mauti, hasa ukizingatia kwamba vikwazo hivi vinatoka katika sehemu mbalimbali, zikiwemo kwa msajili wa vyama, mahakama zetu, lakini pamoja na serikali kuu. Hivyo niwapongeze wazee wote bila kujali itikadi zetu za kisiasa tunaposherehekea siku hii ya wazee duniani. Lakini kipekee kabisa napenda niwashukuru wazee wote wa Chadema ambao mpaka ninapoongea leo bado wapo Chadema. Pamoja na matatizo yote, lakini wazee wako imara na tumeendelea kuwa na chama chetu pendwa, kwa sababu anasema ukiona nyani mzee ujue amekula au amepitia mishale, amepigwa mishale mingi, amekwepa mishale mingi. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kuendelea kuwepo katika chama hiki, na naendelea kuwaomba na kuwasihi wazee wenzangu, kwa sababu kama mnavyojua kazi yetu kubwa ni kutoa ushauri, kutatua matatizo na migogoro. Sasa kama sisi kazi yetu ni kutoa ushauri, alafu linapotokea jambo dogo tunakimbia, sio sawa sawa. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza. Ninajua waliotangulia wameshaongea mambo mengi makubwa, na nichukue fursa hii kuendelea kuwapongeza wote. Sitaenda sana kwenye dhima au kauli mbiu, lakini niseme tu kwa kifupi. Kauli mbiu hii tayari imeshaongelewa na viongozi wetu wa kanda,
pamoja na watu wa mada. Mimi kidogo nitaongelea mambo machache kuhusiana na kauli mbiu hiyo, lakini vile vile tukiangazia hali halisi ya wazee katika nchi yetu. Kwa kuwa kauli mbiu huwa inatolewa na Umoja wa Mataifa, lakini baadaye nchi au jamii mbalimbali zinaiboresha kutokana na mazingira yake, ndio sababu Baraza la Wazee la Chadema liliona haja ya kutohoa au ya kunyambua kauli mbiu hiyo ili iendane na hali halisi ya chama chetu na mazingira ya chama chetu. Na ndio sababu tukaja na hiyo kauli mbiu inayosema demokrasia duni na uchaguzi usio wa haki, athari zake kwa matamanio, ustawi na haki za wazee. Sasa basi, tunajua kwamba unapokuwa na uduni wa kitu chochote, lazima matamanio hayatakuwepo. Yale mambo ambayo unayatarajia yawepo hayawezi kuwepo. Na ndio sababu tunaona kwamba matamanio ya wazee sasa hivi wa Tanzania yanaendelea kudidimia kwa sababu ya demokrasia duni, lakini vile vile kwa sababu ya chaguzi zetu ambazo hazina haki hata kidogo. Na ndio sababu leo tunapoongea, mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu, wakati tunadai haki kwa watu wote, kwa sababu tunajua sheria za uchaguzi na kanuni zake zipo kwa ajili ya chama tawala. Tayari wachache wameshaongea, lakini kwa kifupi tuseme, kwa mfano, swala la tume ya uchaguzi, pamoja na kubadilishwa jina kuitwa Tume Huru ya Uchaguzi, bado tume ile haiko huru hata kidogo. Lakini chama chetu kiliweza kupeleka mapendekezo ya namna gani tunaweza kuboresha ibara mbalimbali za katiba, lakini pamoja na kanuni. Jambo hili halijafanyiwa kazi hata kidogo. Lakini tunajua kwamba kama una demokrasia duni, maana yake ni kwamba wazee ndio wanaathirika zaidi, kwa sababu tunajua wazee wa Tanzania, tunaambiwa ni 7% tu ya wazee wa Tanzania wako kwenye hifadhi ya jamii. Lakini vile vile yani kwamba 93% ya wazee wa Tanzania ambao tuko takriban milioni 4.5 hawapo kwenye hifadhi ya jamii. Kwa hiyo unakuta wazee hawa wengi ni tegemezi. Lakini pamoja na kuwa tegemezi kwa watoto au wajukuu, bado watoto hawa na wajukuu hawa ndio hawa ambao tunasikia wamepotezwa, wameuawa, wametekwa. Kazi ambayo inawafanya wazazi au wazee hawa tuendelee kupata kilio na kukosa matamanio kabisa au matarajio ya kuishi katika hali ya haki na usawa. Hivyo basi, sisi kama baraza tunaona kwamba kuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunapaza sauti zetu ili tuweze kupata yale matamanio ambayo tunayatamani. Tutaona ni wazi kwamba sheria na kanuni za uchaguzi nazo hazifai. Kwa mfano, siku za nyuma mawakala walikuwa wanaruhusiwa kwenda na simu, kwa sababu mawakala hawa ndio wanaomwakilisha mgombea. Lakini jambo hilo ukiangalia kanuni za sasa hivi, jambo hilo ni kwamba hairuhusiwi wakala kuingia na simu. Lakini vile vile ukiangalia kuna maeneo ambayo kama msimamizi wa uchaguzi ataona eneo la vituo vya kuhesabia kura sio sehemu salama, au akiamua tu kuzuia eneo lile lisihesabiwe kura, anaweza akaamua akachagua sehemu nyingine ya kwenda kuhesabia kura. Sasa tunajiuliza, tutakuwa na uhakika gani kama sehemu hiyo anayoipeleka sio nyumbani kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi au mtu yoyote anayehusiana na Chama cha Mapinduzi? Kwa hiyo mambo haya tunaona hayafai. Lakini vile vile tulikuwa tunapigia kelele sana swala la kuenguliwa kwa wagombea. Takumbuka kwamba uchaguzi wa mwaka 2020 Chadema tayari tulikuwa tumeshakuwa na wabunge zaidi ya 70 katika uchaguzi wa mwaka 2015 na madiwani wengi wa kutosha.
Lakini mwaka 2020 wote tunajua ule uchaguzi haukuwa uchaguzi bali uchafuzi, na actually ulianza 2019 uchaguzi wa serikali za mitaa. Tukapiga kelele we, tukasema tunahitaji reforms, lakini hazikufanyika. Matokeo yake mchakato mzima wa uchaguzi mwaka 2020 sitaki kuzungumza kwa kirefu kwa sababu wote tunajua kilichotokea. Lakini pamoja na hayo 2020 tukaingia kwenye uchaguzi. 2021 wote tunajua kwamba rais wakati ule Magufuli alifariki dunia, akachukua mwanamama. Tukaamini kwamba mwanamama Samia Suluhu Hassan ataleta mabadiliko kutokana na kauli zake alizokuwa amezisema, mpaka tukaingia kwenye maridhiano. Vyama vya siasa tukaruhusiwa sasa kufanya kufanya mikutano ya hadhara. Lakini kilichotokea baada ya hapo, Chadema wakaingia kwenye maridhiano, lakini mpaka tumejiondoa kwenye maridhiano, hakuna jambo hata moja waliloliridhia Chadema walilolipeleka likakubaliwa. Kwa hiyo ndio sababu unaona Chadema ikajitoa. Lakini tulikuwa tunapiga kelele kuhusiana na wagombea kuenguliwa, lakini wote ni mashahidi, pamoja na Chadema kutokuingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Tumeona jinsi ambavyo sio tu wabunge wa upinzani wameenguliwa, lakini mpaka mgombea wa urais ambaye watu walifikiri ndio mwenye nguvu ameenguliwa. Ameenguliwa na tume, ameenda mahakamani, mahakama imemrejesha, lakini nadhani ndani ya masaa 24 mwanasheria mkuu wa serikali akamwekea pingamizi, na kwa maana hiyo akaondolewa. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani hakuna demokrasia ilivyo duni katika nchi hii. Lakini mbali na hayo, kuna wabunge wa Chama cha Mapinduzi, wagombea ubunge waliwekewa mapingamizi, tena mapingamizi ya maana kabisa, lakini hakuna hata mmoja aliyeenguliwa. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani hata katiba yetu inavyovunjwa kutokana na swala lizima la ubaguzi, kwa sababu katiba inakataza kabisa ubaguzi wa aina yoyote. Lakini tunaona jinsi ambavyo Chama cha Mapinduzi kinavyobagua, kwa sababu huyu mwanasheria mkuu wa serikali ni mteule wa rais, na ndio huyo amwekea pingamizi mgombea wa urais ambaye nadhani waliona ana nguvu, hata kama ana nguvu lakini ni haki yake. Kwa hiyo ninategemea kesi ambayo iko mahakamani walioifungua itaendelea, na tunaombea iwe na mwisho mzuri. Ndugu zangu, wengi wamezungumza kuhusu changamoto za wazee. Sasa nitake kusema tu kwamba pamoja na changamoto tulizonazo, zikiwemo masuala mazima ya bima ya afya, masuala mazima ya TASAF. Kama mnavyojua, TASAF ni mfuko wa kusaidia hasa wazee wasiojiweza, lakini tumeshuhudia jinsi gani wazee hawa wanavyodhalilishwa, wanafanyishwa kazi nzito, kujenga barabara, kubeba michanga, kubeba kokoto, lakini hela hiyo walipaswa wapewe kama wazee ambao wamefanyia kazi kubwa sana nchi hii. Na ndio sababu wengi wamezungumza swala la pension, ambalo na mimi nakubaliana nalo, kwamba kama wenzetu, kama kweli tuna muungano thabiti, wenzetu wa Zanzibar hata kama wanapewa 5,000, hata kama wanapewa 10,000, kwa nini Tanzania bara au Tanganyika wazee hata kama hakuwa anafanya kazi? Na hiyo ndio kilio chetu, na tulikiweka kwenye ilani yetu ya mwaka 2020 kwamba tukipata ridhaa ya kuongoza nchi hii, jambo la kwanza tutahakikisha wazee wote wanapata pension, hata kama hakuwa mtumishi wa umma au mtumishi wa sekta binafsi. Kwamba ukiwa mkulima umefanyia kazi kubwa sana nchi hii, watu wamekula, au wanaofanya kazi watumishi wa umma wanakula kutokana na kile unachokifanyia kazi wewe. Wawe wavuvi, wawe watu wa aina gani, lakini ni wazee wamefikisha miaka 60 wanapaswa kupewa chochote ili kiwasaidie katika maisha yao, hasa tukizingatia kwamba wazee tunavyozeeka, magonjwa nyemelezi mengi tu yanatuandama. Kwa hiyo ni muhimu sana, moja, kuboreshewa afya, bima ya afya hiyo, huduma za afya, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wanapata hiyo pension
ambayo itawasaidia. Kama ambavyo nimesema, wazee wengi wa Tanzania na duniani kote ni tegemezi, lakini hatuwezi kujilinganisha sisi na nchi zilizoendelea kwa sababu wao wana mfumo wao mwingine kabisa ambao unawasaidia wazee kutoka miaka fulani kuendelea, mpaka wana nyumba zao ambazo wanawekwa. Sasa ukija Tanzania kwenye swala la makazi ya wazee, bado makazi ya wazee ni kizungumkuti. Nimewahi kutembelea sehemu mbalimbali za makazi ya wazee. Chakula wanachopewa kwanza ni duni, lakini mazingira pale wanapoishi napo sio pazuri. Kwa hiyo ni muhimu sana haya yote yafanyike. Lakini ni kwa nini tunaona wazee hawa wananyanyasika au tunanyanyasika? Tunanyanyasika kwa sababu moja tu kubwa. Mtakumbuka kwamba sera ya wazee ilitungwa toka mwaka 2003. Mwaka 2024 wameipitia tena sera hiyo. Kwa hiyo tuna sera ya wazee 2003 toleo la 2024, lakini sisi tulichokuwa tunakitaka sio sera. Sisi tunataka sheria ambayo itakuwa na meno, itawalinda wazee. Tunapozungumza wazee, hasa wale wenye kuwa na macho mekundu, na kuwa na macho mekundu haimaanishi wewe ni mshirikina. Hii inatokana na mazingira. Kwa mfano, nyumba kama ni full suit, unawasha moto ndani, na hii inawapata zaidi wanawake. Sijasikia mwanamume mwenye macho mekundu. Wanawake kwa sababu wanapika, wako jikoni, na nyumba haina ventilation ya kusema hewa ule moshi utatoka. Kwa hiyo wazee wanakuwa affected au wanaathirika sana na moshi ule, lakini wamekuwa wakiuawa. Takwimu za mwaka 2020 zinaonyesha kwamba takriban wazee 40 walikuwa wanauawa kila mwaka kwa sababu ya ushirikina, kutuhumiwa kwamba ni washirikina. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Haiwezekani sera ikae miaka 23, 22 sasa haijatungiwa sheria. Wanaendelea kuboresha sera huku wazee wanaendelea kufa. Lakini kwenye sera za makundi mengine, kwa mfano sera ya watoto na sera ya wanawake, tukizungumzia masuala ya SOSPA, ilichukua miaka 2 tu tayari kutoka kwenye sera mpaka kwenye sheria, ambapo tunazungumzia sera ya watoto ya mwaka 2007, mwaka 2009 sheria ikatungwa ya mtoto. Kwa nini wazee ambao ni wazee ambao ni watu ambao tunadhani kwamba labda serikali inaona kwamba hawana maana kwa sababu at the end of the day wanaenda kufa, lakini wajue kwamba mpaka tumefikia umri huu kuna vijana ambao wamesha kufa sisi, au wamezaliwa wamekaa miaka 20 wamefariki, lakini sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunaendelea kuishi, lakini na tunashukuru kwamba lifespan ya Watanzania inaendelea kukua. Kwa hiyo swala la kwamba hawa wazee kama alivyozungumza Jenerali Ulimwengu ndio encyclopedia, ndio gala, ndio sababu nasema wazee hawa ni sawa na nyani mzee ambaye amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo huyu mzee ni gala, ni encyclopedia la kila kitu. Kwa hiyo ni maktaba inayotembea. Kwa hiyo ni muhimu sana serikali ione umuhimu wa kuwatunza wazee hawa ili waweze kutoa simulizi, kutoa simulizi kwa vizazi vinavyokuja na vilivyopo, kwamba kuna mambo kama alivyosema Jenerali, kuna mambo ambayo sio rahisi kuyakuta kwenye vitabu, lakini yako kwenye kichwa cha mtu. Kwa hiyo ninampongeza sana Jenerali kwa hatua yake hiyo ya kutaka kuanzisha tovuti au website kwa Kiingereza ambayo itakusanya kumbukumbu. Na mimi nataka nikuhakikishie Jenerali kwamba tunaweza kusaidia kwenye kumbukumbu mbalimbali ambazo tutazipata tuweze kukupa, ili kwa kweli tuwe na kitu kikubwa ambacho Watanzania wanaweza wakajifunza, na sio Watanzania tu, nina hakika utakuwa unaweka kumbukumbu za ulimwengu mzima. Sasa nisogee niongelee swala zima sasa la nini sasa kifanyike, ambacho tunadhani kikifanyika tunaweza kusonga mbele. Moja ni hilo la sheria ya wazee itungwe ili kuwalinda wazee waweze kujua haki zao, lakini pale ambapo wazee wanakutana na matatizo mbalimbali wajue kwamba wanaenda kushtaki wapi. Wazee wamekuwa wakinyang'anywa ardhi zao, wakinyang'anywa vitu mbalimbali, wakidhulumiwa tu, lakini hakuna sheria. Tumeona kama ambavyo nimesema, wazee wanateswa sana, lakini kama kutakuwa na sheria
itawasaidia. Lakini kingine, kwa kuwa wazee ni mojawapo ya makundi maalum nchini ambapo serikali haijaipa umuhimu wa ustawi na maendeleo yao, badala ya serikali kuja na hiyo na hilo sera, basi kama nilivyosema, tuje na sheria ambayo itatusaidia sana. Lakini nilitaka niseme jambo moja ambalo ni la ushauri, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu kubwa ya utatuzi wa migogoro. Ni kweli kwamba nimezungumzwa na mjumbe mmoja kwamba taifa letu linaingia katika uchaguzi bila maridhiano ya kisiasa, na huku tukijua kwamba taifa limegawika vipande, na hili limedhihirika kwa maneno aliyosema mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, alivyosema kwamba ndani ya siku 100 ataunda kamati ya kwamba ameshaona anakuwa rais. Kwa hiyo ndani ya siku 100 za mwanzo atakapochaguliwa, jambo ambalo pia atalifanya ni kuunda kamati ya maridhiano. Swali ni je, kama tunajua au kama anajua kuna tatizo, kama anajua nchi imegawika na yeye kama amiri jeshi mkuu, kwa nini anaruhusu kuendelea na mchakato wa uchaguzi huku akijua tayari taifa limegawika, na kwamba solution au jawabu ilikuwa sio kwenda kwenye uchaguzi bali kutibu kwanza tatizo? Kwa sababu umeshajua tatizo, na sisi wanasaikolojia tunasema ukishajua tatizo ni nusu ya kutibu hilo tatizo. Kwa hiyo kama umeshajua tatizo, hiyo nusu ilikuwa sasa kulirekebisha, na tunaamini wazee wa nchi hii wapo wengi ambao tunaendelea kumshauri kwamba bado tunaamini kwamba tunaweza kufanya maridhiano kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo namsihi sana afanye hivyo, kwa sababu BAZECHA kazi yetu ni hiyo ya kushauri. Lakini jingine ni kwamba ni wazi sauti na makundi yote zimesikika, yakiwemo makundi ya wazee, ya vijana, taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za dini, wakiongelea swala hili la mgawanyiko ulioko ndani ya nchi kwa kipindi hiki, hasa kipindi hiki, na wametoa mapendekezo yao, lakini tunaona yanaendelea kupuuzwa, na ndiyo sababu tunasema demokrasia hii ni duni, kwa sababu wote tunajua maana ya demokrasia ni nini. Demokrasia maana yake ni nini? Tunajua kwamba ni serikali ya watu, inayotokana na watu na kwa ajili ya watu. Yaani kimsingi ni utawala wa watu, na watawala hutawala kwa ridhaa ya watu. Sasa swali la kujiuliza, je, serikali hii ya Tanzania inatawala kwa ridhaa ya watu au kwa ridhaa ya kikundi cha watu? Kwa hiyo tukishajiuliza hiyo, kama hiyo ndio demokrasia, maana yake ni kwamba demokrasia ni duni. Tanzania demokrasia yetu ni duni sana, pamoja na kwamba kuna swala zima la uchaguzi, kwa sababu tunasema demokrasia ya kweli ni pale ambapo tunachagua wawakilishi, lakini kwa ridhaa yetu. Sisi kweli tunachagua, lakini ni kwa ridhaa ya wananchi wote. Kama ingekuwa kwa ridhaa ya wananchi wote, kwa nini leo Chadema haipo kwenye uchaguzi? Kwa sababu demokrasia haipo. Tumegundua au tunajua kwamba katiba yenyewe ina matatizo. Katiba tulionayo ni ya chama kimoja, yatoka mwaka 77, ikawekwa viraka mwaka 84, ikawekwa tena viraka, lakini ukweli unabaki pale kwamba katiba yetu ni ya chama kimoja, lakini tuko kwenye mfumo wa vyama vingi toka mwaka 92. Kwa hiyo ni jambo la ajabu kwamba leo ni miaka 33 bado katiba ni ile ile. Kila tunavyoongea hawatuelewi, kwa sababu wanatuelewa lakini hawanafanya makusudi, kwa sababu wanajua wakifanya mabadiliko ya haki ni kwamba Chama cha Mapinduzi hakiwezi kuwa madarakani. Hakiwezi kuwa madarakani kwa sababu Chama cha Mapinduzi ni chama dola. Na ndio sababu unaona kila mahali tunapoenda mahakamani, mapolisi kibao. Ukienda huku sasa hivi tumesimamishwa kufanya shughuli zozote kwa sababu ambazo hata hazieleweki.
Huwezi kama unadai chama alafu ukasema shughuli za chama zifungwe, haiwezekani, na mahakama inaridhia hivyo. Kwa hiyo kwa kweli haya ni mambo ambayo tunaona athari ni kubwa sana kwa makundi yote, lakini wazee wanaathirika zaidi kwa sababu haki yao inakuwa haipo kabisa. Lakini tumeona pia wamesema wenzangu kwamba swala hata la uwakilishi, kwa sababu sauti za wazee zitasikika tu pale ambapo wamepata jukwaa au forum ya kuweza kuyaongea mambo yao. Sasa ukiangalia kwa mfano, na hapa ni wahurumie zaidi wazee wanaume, kwa sababu ukienda kwenye halmashauri zetu ile mikopo ya 5% sasa hivi ni 4-4-2, 4 kwa wanawake, 4 kwa vijana na 2 kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wanaume wazee hawapo popote. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunapaswa kuyapigia kelele. Lakini sio hivyo tu, ukija pia kwenye uwakilishi katika vyombo vya maamuzi ambako huko ndo sauti zetu zinapaswa kusikika. Ukiangalia kwenye bunge utaona kwamba kuna hizo special seats ambazo ziko kwa vijana na kwa wanawake, lakini hakuna kwa wazee wala kwa wanaume. Kwa hiyo ni muhimu sana, haya mambo ni ya kuongea, hata kwenye madiwani hivyo hivyo. Kwa hiyo hizi sauti za wazee tukisema hata tuhamasishe, shida inakuja hapo. Na hapa ni kwenye nukta hii niweze kusema kwamba Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu alikuwa alipose swali kwamba labda kwa nini, ilikuwa sio swali, lakini alikuwa anatoa rai kwamba wazee wajihusishe, tuhamasishe wazee washiriki kwenye siasa. Ni kweli, kama nilivyosema, wazee hawa tunajitahidi sana kuhamasisha, lakini tabu inakuja moja tu, hiyo kwamba moja, kama nilivyosema, huo utegemezi, wengine ni maradhi, lakini wale ambao wapo kama sisi tupo tunaendelea. Lakini pia hiyo hofu kwamba kuna demokrasia duni, kwamba ukiwa kwenye upinzani, mimi I believe kule CCM wazee wapo wengi, lakini wazee kwa sababu ya magonjwa na mtu anaona naenda labda naweza nikapata pressure, nikafanyaje na nini. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tutazungumza, na maana najaribu kufanyia research. Nimeshafika sehemu kidogo, na nitakuja kwenye chama tutakapokutana tunaweza kuongea ni kwa sababu gani wazee wengi kwenye upinzani hawashiriki siasa. Lakini mimi nitake kuambia tu sisi wazee tuna misemo mbalimbali. Kwa mfano, mchelea mwana kulia hulia yeye. Tunaiambia serikali ya Chama cha Mapinduzi kwamba wataendelea na hizi janja, watachelewa, wataona kwamba sisi tunapiga tu makelele. Lakini methali hizo za zamani sana, wazee hawakufanya makosa, wakasema mchelea mwana kulia yeye, kwamba mchelea mwana kulia, kwamba we ukaendelea kumbembeleza mtoto au ukafanya mambo kwa muktadha huu, ukaendelea kukataa kusikiliza, basi mwisho wake wewe ndio utakuja kulia. Lakini kuna nyingine nasema pia ni mdharau mwiba mguu huota tende. Hiyo nayo inaeleweka. Ukidharau kamwiba kadogo kamekuchoma, sasa mguu huo utavimba, utaota tende. Lakini jingine, asisikia la mkuu huvunjika guu. Sisi tutakuwa tumeshapaza sauti. Chadema kwa miaka yote tumekuwa tukiongea, tukishauri serikali, lakini serikali kwa kiburi, kwa kujiona kwamba wao ndio wana dola, wana kila kitu, wamekuwa wakitupuuza. Kwa hiyo niendelee kusisitiza tu kwamba tunaendelea kushauri serikali, lakini pia wanasema kwa muoga huenda kicheko na kwa shujaa huenda kilio. Sisi hatutaki watu walie, tunataka nchi hii ni yetu wote. Tushirikiane kwa pamoja. Hakuna mwenye hatimiliki ya nchi hii. Na kwa maana hiyo tukishikamana kwa pamoja, wakaacha kiburi, tukawa pamoja, tutaipeleka nchi. Wazee hawa wazee sisi tutanufaika, matamanio yetu yatafikiwa, haki zetu tutazipata, lakini vile vile ustawi wa wazee utaboreka maradufu. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti na mgeni rasmi, wazee hawa kwa kweli wa BAZECHA wamenituma kwako. Tulikuwa na kikao juzi, wamenituma kwako tukuletee salamu za pole kwa unayopitia kama mwenyekiti wa chama,
kwa wakati huu. Najua ni makamu mwenyekiti, lakini sisi tunakuita mwenyekiti kwa sababu ni bahati mbaya sana mwenyekiti wetu amekamatwa leo, nadhani ni mwezi wa 6 sasa, toka mwezi tarehe 10 mwezi wa 4, na bado tunapoenda mahakamani hali ni hiyo. Kwa hiyo najua uko devastated, lakini tunakupa nguvu. Wazee hawa wanasema kwamba baraza linakupongeza sana kwa kazi nzuri unayoifanya. Tuliona ulivyoendeleza mapambano ya no reforms no election baada ya Lissu kukamatwa, Mheshimiwa Lissu kukamatwa. Usiku tutakesha tukimlilia Lissu na kuacha shughuli zote. Serikali ilidhani kwamba tutakuwa tunakesha tukimlilia Lissu na tutafanya shughuli zozote, lakini wewe kwa ushupavu wako ulisimama kidete na kusema hapana, tutaendeleza mapambano, na kweli uliendeleza tukiwa nyuma yako, na mwisho wa yote tukasimamishwa na amri ya mahakama kwa kesi iliyofunguliwa na ndugu zetu wa Zanzibar. Hivyo wanasema wanakuombea sana, usitetereke, na tunajua huwezi kutetereka. Songa mbele, sisi tuko nyuma yako na wengine wako pembeni wako. Najua pia kwamba kasi ya vitisho dhidi yako imekuwepo, lakini usitishike kwa sababu Mungu ndio muumba, Mungu ndio anajua yote. Endelea kuchapa kazi. Wananchi wameipokea no reforms no election kwa nguvu kubwa. Tuendelee kupambania hii, nikijua kwamba wewe ndio askari wetu pale mbele, jemedari wetu. Endelea kusimamia haki, endelea kusimamia mapambano haya. Sisi kama wazee tunakupa hekima zetu tukikwambia kwamba endelea, tuko na wewe, tuko na chama, tuko na no reforms no election mpaka kieleweke. Asanteni sana kwa kunisikiliza, ninawashukuruni sana. Asante. Kama mwenyekiti amefika. Nipo. Basi kwa nukta hii, Mheshimiwa kaimu mwenyekiti, lakini mimi nikuite mwenyekiti kwa nafsi yangu binafsi, kwa sababu tunajua bado Lissu yuko ndani. Ninakuomba kwa heshima kubwa sana na taadhima, uje uzungumze na wazee wa Tanzania na ulimwenguni kote, wanakusikia. Nikuhakikishie tu kama ambavyo nimesema, tuko pamoja. Wazee hawa toka juzi tulikuwa nao, na hizo ni salamu kwa kifupi nimekupa, lakini kwa kweli wako nawe. Karibu sana Mheshimiwa mwenyekiti, na tunakushukuru sana kwa kukubali, kwa sababu najua una majukumu mengi. Nimeambiwa ulikuwa unakutana na wazee sehemu, kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa kuacha shughuli zako na kuja kuungana nasi ili utusikilize sisi wazee.